Je, wajua hewa tunayovuta leo inaweza kuwa sumu kesho? Uchafuzi wa mazingira unaongezeka kwa kasi duniani, huku moshi wa magari na viwanda ukiendelea kuhatarisha maisha mamilioni ya watu. Hapa Tanzania mwaka 2025, Tanga iliibuka kinara kwa 83.2, huku Mwanza ikiburuza mkia kwa 79.2 kwa uchafu. Wakati huo huo, Pakistani imeonekana kuwa na kiwango cha juu cha uchafuzi wa hali ya hewa katika kipimo cha PM2.5 kwa kuzidi kiwango cha WHO cha 13%. Pakistan imeelezwa kuwa na kiwango cha juu cha chembechembe ya hatari kinachoitwa PM2.5 ambazo zilikuwa mara 13 juu ya kiwango kilichopendekezwa na Shirika la Afya Duniani WHO. Hii inamaanisha kuwa raia wa Pakistan wanakabiliana na tatizo kubwa la afya kutokana na uchafuzi wa hali ya hewa. Utafiti uliofanywa hivi karibuni wa kampuni kutoka Uswisi inayohusika na mambo ya utafiti wa hewa ya IQ Air inasema kwamba Pakistan imeonekana kuwa na kiwango cha juu cha uchafuzi wa hewa kutokana na kuwa na moshi mwingi unaovuma katika viwanda pamoja na magari. Na ripoti ya IQ Air pia ilibaini kuwa mataifa 13 na eneo moja tu yalikidhi viwango vya WHO vya chini ya microgram 5 kwa kila mita ya ujazo wa hewa mwaka 2025, kuongezeka kutoka 7 mwaka 2024. Lakini kwa jumla nchi 130 kati ya 143 zilizofuatiliwa hazikufikia mwongozo wa WHO, jambo lililoongeza wasiwasi juu ya afya ya binadamu na mazingira. Bangladesh na Tajikistan zimeshika nafasi ya pili na ya tatu kwenye orodha ya nchi zenye moshi mwingi, huku Chad ikipungua kutoka nafasi ya kwanza mwaka 2024 hadi ya 4 mwaka huu. Hata hivyo, upungufu wa viwango vya PM2.5 nchini Chad umeweka wazi kuwa matokeo upungufu wa data baada ya Marekani kufungua programu ya kimataifa ya ufuatiliaji wa uchafu wa hewa mwezi Machi kutokana na vizuizi vya bajeti. Mwandishi mkuu wa ripoti ya IQ Air, Chris Chester Schroeder, amesema kuwa kupotea kwa data mwezi Machi kulionekana kama kuna kupungua kwa viwango vya PM2.5 nchini Chad, lakini ukweli ni kwamba hatujui. Uamuzi wa Marekani uliathiri chanzo kikuu cha data kwa nchi nyingi zenye moshi mwingi, na matokeo yake Burundi, Turkmenistan na Togo hazikujumuisha kwenye ripoti ya mwaka 2025 kutokana na upungufu wa taarifa. Na mji wa Lyon nchini India ulitambulika kama mji wenye uchafu wa hewa zaidi mkubwa duniani, ukiwa na viwango vya wastani vya PM2.5, ikifuatiwa na Hotan katika jimbo la Xinjiang nchini China kilichokuwa na 109.6 microgram, huku orodha ya miji 25 yenye uchafu wa juu zaidi duniani ikijumuisha miji yote kutoka India, Pakistan na China. Ni kwa kiwango cha chini tu takribani 14% ya miji duniani ilikidhi viwango vya WHO mwaka 2025, chini ya 17% mwaka 2024, ambapo hali hii ilisababishwa kwa kiasi kikubwa na moshi unaotokana na moto wa pori nchini Canada ambao ulisambaa hadi Marekani na hata Ulaya. Hata hivyo, baadhi ya nchi kama Australia, Iceland, Estonia na Panama ziliweza kudumisha viwango vya hewa safi. Kwa upande mwingine, baadhi ya nchi ziliripoti kupungua kwa viwango vya PM2.5 mwaka huu kutokana na hali ya hewa, mvua na upepo mwingi. Laos, Cambodia na Indonesia zilifanikiwa kupunguza uchafuzi, huku Mongolia ikirekodi upungufu wa 31% na kufikia 17.8 microgram kwa kila mita ya ujazo wa hewa. Kwa jumla nchi 75 zilipata kupungua kwa kiwango cha PM2.5 kikilinganishwa na mwaka uliopita, huku nchi 54 zikirekodi ongezeko. Hali hii ya uchafuzi wa hali ya hewa duniani inahitaji juhudi za dharura ili kuhakikisha tunaweza kupunguza uchafuzi wa hali ya hewa na kunusuru maisha ya mamilioni ya watu duniani kote, kama inavyoeleza ripoti ya IQ Air inayotaka mataifa mbalimbali duniani yachukue juhudi kudhibiti uchafuzi wa mazingira, hasa
moshi unaosambaa katika maeneo mbalimbali kutoka kwenye magari pamoja na viwanda kote duniani.